wa sahlan wa marhaba, ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema pote ulipo. Hii ni Mikiki Mwanaspoti, karibu viwanjani. Jina langu ni Toto Arege. Hii leo nipo studioni na Yosho Makori, yupo maeneo ya Parklands hapa jijini Nairobi, mahali ambapo mashindano ya dunia ya chipukizi ya tenisi yanaendelea, na sijui kama tutakuwa tunaungana naye hivi sasa aweze kutueleza mawili matatu ambayo yanaendelea katika upande huo. Kama yuko tayari tutakuwa tunaungana naye muda usiokuwa mrefu, alafu atakuwa anatuelezea ni mambo gani ambayo yanaendelea katika mashindano hayo na tutarajie nini siku ya leo. Naambiwa kwamba hatazungumza, tutaungana naye. Ndio huyo, tutaungana naye muda usiokuwa mrefu. Atakuwa anafuatilia mashindano ya chipukizi ya dunia ya tenisi ambayo yameandaliwa hapa jijini Nairobi. Na kabla ya kuelekea maeneo ya Parklands hapa jijini Nairobi, Waswahili wanasema mwanzo wa ngoma ni lele. Msimu wa soka, msimu wa mwaka 2025-26 utakuwa unaingia ukingoni, na tukianza na ligi kuu ya mabinti tusiwasahau Girl Child. Ligi kuu ya mabinti itakuwa inafikia kilele chake hapo kesho, na Kenya Police Bullets ambao ni mabingwa mara 3 watakuwa wanakuwa crown champions wa ligi kuu ya wanawake msimu wa mwaka 2025-26. Kando na ligi kuu ya mabinti, tutakuwa tunaingia katika michuano ambayo inaendelea hivi sasa, ni michuano ya FKF Cup, na katika uwanja wa kimataifa itakuja live muda usio graphics zitakuwa tunakuja muda usiokuwa mrefu. Lakini katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi, wanamvinyo Tusker wanapambana dhidi ya KCB katika mechi ya kutafuta mshindi ambaye ataingia katika finali, na katika mechi nyingine ni Kenya Police FC pia watakuwa wanatafuta tiketi ya kuingia kwenye finali, watakuwa wanapambana dhidi ya Bandari. Kando na michuano hii ya FKF Cup, tutakuwa tunaangalia ligi kuu ya kandanda ya Kenya msimu mwaka 2025-26. Naiboys kwa maana ya Nairobi United watakuwa wanapambana dhidi ya Posta Rangers katika uwanja na tukirudi nyuma, kuna mechi kati ya Nairobi United ambayo imeanza hivi sasa mapema katika hapa jijini Nairobi, mechi kati ya Nairobi United na Posta Rangers katika uwanja wa Police Sacco hapa jijini Nairobi. Mara Sugar watakuwa wanapambana dhidi ya Mathare United katika uwanja wa Awendo Green Stadium. Kakamega Homeboys dhidi ya Elves Leopards. Ingwe watakuwa wanapambana katika derby ya Ingo katika uwanja wa Mumias Sports Complex katika kaunti ya Kakamega. Hizo ni mechi za siku ya leo, na hapo kesho Bidco United, siku ya Jumapili, Bidco United watakuwa wanapambana dhidi ya Shabana FC katika uwanja wa Nguru, kaunti ya Kirinyaga. Na mechi nyingine hapo kesho pia ni Murang'a Seal watakuwa wanapambana dhidi ya Gor Mahia ambao pia wanafukuzia taji la ligi kuu ya FKF. Murang'a Seal watakuwa wanapambana dhidi ya Gor Mahia, na hawa Gor Mahia ukiangalia kwenye jedwali la ligi kuu, Gor Mahia wanaongoza jedwali wakiwa na alama 65. Katika nafasi ya pili AFC Leopards wapo katika nafasi ya pili na alama 61. Police FC pia wanashikilia nafasi ya 3 wakiwa na alama 52. Msimamo wa jedwali la ligi kuu ya Kenya, nilivyotaja hapo awali, Gor Mahia ambao wanafukuzia taji lao la 23 wanaongoza jedwali wakiwa na alama 65. AFC Leopards ambao ni AFC Leopards wako katika nafasi ya pili wakiwa na alama 61. Police FC ambao ni mabingwa watetezi wapo katika nafasi ya 3 na alama 52. Nairobi United katika nafasi ya 4 na alama 48 sawa na Shabana FC ambao wameshikilia nafasi 5 bora. Kakamega Homeboys, Tusker FC, Mara Sugar na KCB wanafunga nafasi 9 bora katika msimamo wa ligi kuu ya Kenya. Upande ule nafasi ya 10 Bandari kutoka kaunti ya Mombasa wapo katika nafasi ya 10 wakiwa na alama 41 sawa na Murang'a Seal. Katika nafasi ya 12 APS Bomet ambao wamekwepa lile shoka la kushuka daraja wapo katika nafasi ya 12 na alama 37. Alafu hapa kazi ipo. Posta Rangers, Mathare United, Kariobangi Sharks na Ulinzi Stars, kila mmoja anajaribu kukwepa lile shoka la kushuka daraja. Tayari Sofapaka wameshuka daraja, na ikiwa Bidco United hawataandikisha ushindi katika mechi ya weekend hii, inamaanisha kwamba pia watakuwa wanaondoka ligi kuu. Kwa hivyo huoni msimamo wa jedwali la ligi kuu ya kandanda msimu wa mwaka 2025-26. Lakini mambo yalivyo, ukiangalia jedwali hili inamaanisha kwamba Gor Mahia, ikiwa msimu utatamatika weekend hii, Gor Mahia watakuwa wanachukua ubingwa wa ligi kuu. Tukiondoka nchini tunaelekea ugaibuni, na huko ugaibuni mambo yanaendelea kuchemka. Farasi ni wawili, farasi mmoja ni Arsenal na mwingine ni Manchester City. Na kabla ya kuweza kuangalia timu hizi, naangalia ratiba ya mechi za kesho. Manchester United watakuwa wanapambana dhidi ya Nottingham Forest katika uwanja wa Old Trafford. Brentford watakuwa nyumbani katika uwanja wa
wa Tech Community dhidi ya Crystal Palace. Everton watakuwa wanapambana dhidi ya Sunderland katika uwanja wa Hill Dinkson. Hizo ni mechi za kesho, na mechi zingine za kesho, Leeds United watakuwa wanapambana dhidi ya Brighton. Wolves watakuwa nyumbani dhidi ya Fulham. Newcastle United watakuwa wanapambana dhidi ya West Ham katika uwanja wa St James Park. Hizo ni mechi za kesho. Hii leo kazi macho yote ni ugani Wembley, ambapo Manchester City watakuwa wanapambana dhidi ya World Champions Chelsea katika mechi ya fainali ya kombe la FA. Na hapo jana Liverpool ya Ancelotti ilipata kipigo cha mabao 4-2 dhidi ya Aston Villa, na kuna mechi muhimu ambayo tusipoitaja nitakuwa mashakani. Arsenal ambao wanafukuzia taji la ligi kuu ya Uingereza watakuwa nyumbani katika uwanja wa Emirates dhidi ya Burnley, na farasi ni wawili, na hawa Arsenal wakichukua ubingwa msimu huu, sijui wengine wetu tutaketi wapi. Haya, all the best. Kwa hivyo hizo ni mechi za ligi kuu ya Uingereza hapo kesho na siku ya Jumatatu. Arsenal wanaongoza jedwali na alama 79, wakifuatwa na City ambao wapo katika nafasi ya pili na alama 77. Katika lile shoka katika zile timu ambazo zinakuwa pa kushuka daraja, Spurs na West Ham wapo katika hali mbaya. Na katika magazeti yetu ya leo, Taifa Leo, Mwanasport imeweza kuangazia sana mechi kati timu hizi mbili, Spurs na West Ham, ambao tayari wapo katika ile hali mbaya ya kushuka daraja. Wolves, Burnley wameondoka ligi kuu ya Uingereza msimu mwaka 2025-26. Gazeti ndio hili, tutakuwa tunaliangazia hapo baadaye. Na hivi sasa tuko naelekea moja kwa moja katika maeneo ya Parklands hapa jijini Nairobi, ambapo mashindano ya tenisi ya dunia ya chipukizi yanaendelea. Makori tunaungana naye moja kwa moja kutoka eneo hilo aweze kutuelezea tutarajie nini kutoka kwa mashindano haya, na Kenya imefanyaje katika mashindano haya. Makori, kazi kwako. Madam Toto Warega, kiukweli niko katika anga na ardhi ya uwanja wa tenisi, na hapa ni ndani ya klabu ya Parklands. Kimombo wanasema ni Parklands Sports Club, klabu ambayo iliasisiwa takriban ama yapata miaka 120 imepita, yani iliasisiwa mwaka 1906. Angalia hiyo miaka mingi tu, karne nzima na miaka 20 juu yake. Hapa ndani mbali na tenisi inafanyika pia riadha upande wa pembeni, kuna soka, mambo mengi tu yanafanyika hapa ndani. Lakini kikubwa na cha mno ambacho kimenileta hapa leo kwa faida ya Mikiki Live kutoka hapa ni mashindano ya tenisi ya ulimwengu ambayo ni ya wachezaji chipukizi wanaoibuka na wanafanya kweli 100%. Sasa leo hii nikasema itakuwa muhimu nije niangalie Wakenya wamefanyaje katika ardhi ya nyumbani. Wageni pia wamefanyaje, ama wamekuja hapa kutoa ushindi na kurejea nyumbani wakiwa wamefanya mambo makubwa. Na haya mashindano, kukupa tu kumbukizi, ni kwamba aliwahi kucheza hapa Angela Okutoi, moja kati ya wachezaji wakubwa ambao Kenya inajivunia leo hii katika ulimwengu wa tenisi. Nataka kwa haraka upesi niseme na mkurugenzi mkuu wa haya mashindano, yani tournament director Abala Collins, na aliwahi kuhudumu kama kochi. Collins, so far mashindano yamekuaje? Jitawale, ongea hata Kizungu, changanya na Kiswahili kilowe kwa raha. Mashindano yamekuwa poa. Tumekuwa na wachezaji 70 from all over the world, tukiwa na Wakenya 18, na wamecheza poa sana Wakenya wetu. Wiki nzima imekuaje? Wiki nzima imekuwa shwari, changamoto kidogo juu ya mvua hapa na pale. Tumeshinda tukianza kuchelewa kidogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu tumeweza kufika finali leo bila tashwishi yote, na mchezo imekuwa poa sana during the whole week. Ni mashindano ya dunia, Wakenya wamefanyaje? Wakenya kusema ukweli wamejaribu, wamefanya vizuri sana. Ukiangalia huu mchezo ni J30 na ndio the stepping stone for our players who are starting to play, na ilikuwa round robin basis, so inamaanisha Wakenya wetu walicheza mechi mingi, au kucheza mechi moja na kutoka, walicheza mechi mingi. Hiyo inawapatia more playing time and more experiences. So imekuwa poa kwa Wakenya wetu. Najua kuna Wakenya wamefika quarter finals kwa vijana, kuna Wakenya wamefika semi finals kwa wasichana, actually finals doubles kwa wasichana. So imekuwa a good event for our Kenyan players. Makala aliyopita na haya unaionaje tofauti? Huu ni mwaka wa 4 tukifanya huu mchezo hapa. Mwaka huu kusema kweli nimeona big turnout, kwa sababu wachezaji wamejua hawatacheza mechi moja na watoke. So wamekuwa hizo round robin matches, so has made them actually come more.
So we've had more numbers, and this is very good for our Kenyan players. Kwa sababu wanapata more matches, tougher players, more experiences, and makes them better players. Mwaka wa 4 inamaanisha nini kuandaa haya mashindano, manake ni ya dunia pia? Mwaka 4 kusema ukweli inatufurahisha kama waandalizi, tuna hope that inaguza Wakenya wengi, kwa sababu kuna wachezaji wapya ambao wamecheza mara ya kwanza kama Ndiaye Olembo, ambaye ni mtarajiwa kwa mchezaji mzuri wa Kenya, so amepata his first time or first opportunity kucheza, na tunashukuru. Alipitia hapa Angelo Kutoi kwa wakati mmoja. Actually michezo huu zinafanywa Kenya karibu michezo 10 legs in a year, na kuna Angelo Kutoi, na hapo nyuma kuna Holger Rune who's top 10 in the world, alicheza hapa. So Kenya is a place where we can also produce other players, and we can host players who are going to be superstars as well. Na hawa wageni ambao wamekuja pia wanaleta changamoto kubwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu kuna mchezaji hapa ako number 700 in the world, na ukiangalia wachezaji wetu bado wako 1000 and something, so it's a good opportunity for our players to actually mix in and play with well-ranked players, and that means the quality goes higher for us. Hii pia inaleta mafunzo mengi kwa Kenya, si wachezaji tu, hata pia makochi na marefari. Ni full circle, kwa sababu referees wanapata kazi to umpire, and that means their badges go higher, or the number of matches they need to umpire and ref go higher. So inawasaidia wote kijumla, na makocha pia wanapata kuona how to coach moving forward. Yeah. Umekuwa kochi kwa timu ya taifa under 21 na leo hii mkurugenzi wa haya mashindano, hasa katika ukuzaji wa talanta hapa Kenya, unakuonaje ukilinganisha na pia wanakuja wanacheza hapa tena? Kwangu mimi inanifurahisha kuona mchezaji tangu kwa miaka 4 alafu leo ako miaka 13 anaweza cheza mchezo kama huu. Kwangu ni furaha kama kocha, na kama tournament director ni furaha kuona tumepeana a platform for Kenyan players to learn and compete. Yeah. Na ukuzaji wa tennis Kenya nzima unakuonaje? Tunapiga hatua? Tunapiga hatua, though mchezo huu ni kidogo expensive, but tunapiga hatua na tunasonga pole. Nimeona federation inajaribu, imekuwa na good partnerships hapo mbele. Nimeona wanafanya vitu na nchi zingine kama Ufaransa, nimeona juzi, na nadhani vitu kama hizi zitafanya mchezo wetu uendelee kunawiri, na maybe tutakuwa na 10 more Angelas and better. Hapa mnakoandaa mashindano Parklands Sports Club, naona mandhari yanaridhisha sana. Parklands imekuwa nyumbani kwa tennis for very many years, na tunashukuru all the time for them welcoming us here and letting us compete in their grounds. Haya yakisha tena wiki ijayo, hii kisha kuna J60, inamaanisha ni a high event, so mwenye anashinda atapata more points, and actually that means that there's new players who've arrived for the new week, and that also means the competition will go higher, the level will go higher, and we can just hope that our Kenyan players will get better experiences and compete well. Sasa hii ni umri wao umepita wapi, ama ufai kupita wapi? Mchezo huu bora kwa miaka 13. 13 to 18 years you're allowed to compete. Bora tu umeturn 13 years hiyo wiki ambao mchezo unaanza, uko allowed kucheza. So unaweza kuwa 13 na ucheze na 17 year old. Experiences. Na ya wiki ijayo? Wiki ijayo tunaomba na kuwa tutakuwa na tournament nzuri, na tutakuwa na better performances from the Kenyans, because the number is very high. We are very happy. 18 Kenyans is a good number to have in such a tournament, na tuna hope watafanya vizuri sana. Na Wizara ya Michezo labda pia imewapiga jeki katika kufanikisha haya mashindano? Wizara ya Michezo hatukuwa karibia. Hatukuwa karibia, but hopefully in the future wataweza kusaidia, ama wataweza kusaidia federation. Yeah. Safi kabisa, ni kuruhusu uende angalie 2-3 alafu kisha baadaye nitakuwa na kuhitaji tena. Sasa hapa wakiwa wanacheza pia ni double
yani wachezaji wawili kila upande, fainali ambayo inafanyika hapa leo. Nataka mwanzo nimlete karibu sana hapa moja kati ya wachezaji ambao pia wametoka katika mataifa ya ugenini, na huyu ametoka Kongo. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Victoire Balekembaka Yene kutokea Kongo. Na mimi ni kati ya wachezaji ambao wamecheza kwa wiki ya kwanza. Kabisa mchezo ulikuwa vizuri tangu mwanzo mpaka mwisho. Wachezaji walikuwa wengi kutokea mainchi Marekani, mainchi yote kwenye Afrika. Kabisa vitu vilikuwa vizuri sana. Na ulichezaje? Kwa kucheza nilifika nyuma kidogo, nilitoka kwa airport alafu nikapitia pale kwenye koti nikafungwa. Haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu, mwili ulikuwa umechoka sana. Nilipiganisha alafu sikujitosha. Kwa doubles nilifika kwa quarter final, tulipoteza na nchi nyingine ya Japan. Ndio mali nilifika kwenye doubles. Kule Kongo, hali ya tenis, mchezo wa tenis ukoaje kule Kongo? Kongo hali ya tenis inaenda vizuri. Kwa capital inajikaza, kwenye ma province ni ngumu sababu ya vita. Mimi natokea kwa province ya Nord Kivu, pale ambapo kuna vita. Alafu kwa sasa nikala kwenye capital Kinshasa, miaka 2 ambayo nimekaa huko. Tenisi inazidi kuendelea mbele pole. Nikizani ya vita kishaisha, wachezaji watakuwa wengi. Tenisi inaendelea vizuri kwa Kongo kabisa. Wachezaji ni wengi, watoto wanakuja, wakubwa wiko. Alafu tutacheza Davis Cup hapo. Kwa hiyo mwezi unaofuata ndio kabisa. Umesoma nini hapa Kenya? Hapo Kenya nimeona kabisa organization iko vizuri. Watoto kabisa wanacheza tennis. Niona kabisa wachezaji ni wengi, wiko nguvu. Wamenipa kabisa nguvu ya kuenda kutumika tena sana zaidi, ili ya kufuata nikuja alafu na mimi nishinde. Ndoto yako ni gani katika tenisi? Labda unamwangalia nani kama role model? Ukimwona hivi unasema nataka kuwa kama yeye siku moja. Mtu naona sana ni Djokovic, na mimi nawaza kwa siku ambayo nitacheza Roland Garros, Wimbledon. Ndio ndoto zangu kabisa, nikuwe kwenye top ya wachezaji kwenye dunia. Ndio ndoto langu kabisa. Mungu akutangulie tukuone huko. Asante, amen. Asante sana. Huyo ni mchezaji kutoka Kongo. Anatema madini Kiswahili kwa uzuri kabisa. Habahatishi. Naleta raha kweli ndani ya mikiki. Pia nataka niseme na mmoja kati ya wahusika ambao pia hapa wanashughulikia mambo ya mental health. Unajua pia inaendana kabisa na michezo, kwa sababu pia unakuta wachezaji wanapitia mambo mengi katika maisha, lakini mwisho wa siku wanakuja wanahangaikia hali yao. Wengine hata wasemi wanapitia nini jamani, inakuwa ni vigumu zaidi. Naomba uje. Pita tu kuja hapa. Usiogope, ongea Kizungu. Kama uko sawa Kiswahili sawa, wewe jitawale kabisa. Anza na jina lako and why are you here? Okay. Kwa majina naitwa Dr. Ann Mongela, I'm a psychiatrist, yani daktari wa afya akili. Niko hapa kusupport the tennis players kwa afya, for mental wellness support basically. Yeah. Tunavyojua wana sport ama wachezaji wanahitaji kuwa na support ama ile afya ya akili, kwa sababu kucheza kwa michezo, afya ya akili ni muhimu tu kama afya ya kimwili, kama physical health, kwa sababu ukiwa na akili with a clear mind, mchezaji anaweza anaweza kujiamini wakati anapocheza, anaweza pia kujiamini, anaweza kudeal na ile changamoto wakati yako pale kwa tennis court, na anaweza pia kuvumilia wakati anaposhinda, na saa ingine pressure inakuwa kwa wingi sana. Kwa hivyo mchezaji akiwa na afya njema ya akili inasaidia pia matokeo yake.
Na hapa sasa mnafanyaje? Huwa mnawaandalia kikao, mnawahamasisha, kwa sababu wengi wanakufa ndani na wasemi. Hiyo ni changamoto sana, kwa sababu wachezaji kila mtu anawatarajia waweze kushinda, na wale pia wamefikia viwango vya juu, wako na pressure nyingi sana for continuous performance. Lakini sasa unajua, kutoka ndani mchezaji ako na changamoto za kibinafsi, za familia, za makochi wenyewe, za kuile you have pressure to even to do well and to win the game, lakini atuangalii mchezaji ako na changamoto zake. So we look at the player from an inside point, from a point of what do they go through besides this winning, besides what we see. We only see the glory, especially with the top athletes, but we don't see what they go through. Their mental health is very key as much as their physical health. Na afya ya akili imekuwa changamoto kubwa sana katika siku za hivi karibuni. Sana, tumeona maisha yamekuwa magumu kwa njia nyingi, na afya ya akili imekuwa kuna pia access imekuwa better, na pia there's more awareness to mental health care, and now sasa ndio tunaingia pia kwa michezo, tusaidie wachezaji. Unapata mchezaji ameenda mbali sana na ubunifu wake, lakini anakuwa na changamoto za akili. So siku moja ako pale juu, kesho yake ako chini. So tunataka pia tumeanza sana na watoto, junior tennis players, ndio tuwasaidie kuweza kujiamini na kupata ile resilience, kuweza kudeal na pressure, kwa sababu unaona kama mchezaji ana deal na mambo mengi, kama watoto wako shuleni, unaona wako na personal issues. So tuna support sana, especially junior players. Na ni tenisi tu ama bado mnafanya kwingine? Tunafanya kote kwa all sports, kwa wachezaji wote tuna support mental wellness. Yeah. Na hii wiki nzima imekuwaje hapa? Imekuwa nzuri. Tumeona wachezaji, tulikuwa na ile questionnaire ya kusaidia kuona wachezaji wako vipi wakati wanapoanza mechi. Unauliza maswali 1-2 kuhusu afya yao ya akili na ile readiness mentally, na tumeona a few gaps hapa na pale. Wengi wao wanasema ni pressure sana kutoka kwa wenyewe, kwa sababu mtu ametoka mbali, anataka aje ashinde, aende nyumbani na ushindi, lakini hiyo inakuwa pressure kubwa. Wazazi pia wako na pressure wanaweka kwa wale watoto, na pia coaches, and then sasa inakuwa changamoto, but majority of them wamesema wako ready, na resilience tumeona pia, especially wakati wanapo lose matches wanajitahidi, lakini wengine inakuwa changamoto, especially kwa wasichana. Lakini pia tumeona wako na resilience. So when tukisupport sana hii mental wellness, I think the outcome from a player iko sawa. Hata asiposhinda anajua alitia bidii and they did their best. So mental wellness goes a long way. Na wiki ijayo bado mpo? Tupo mpaka tournament iishe. Sasa baada ya hapo pia tutawaangazia, after kama leo wale watamaliza leo, tutaangalia changamoto zao zilikuwa gani, alafu tunaweza kuwapatia advice and tips ya vile kujikimu kwa the next tournament watakuwa nafanya. Mnafanya kazi nzuri kabisa. Mungu awape umri mrefu, muendelee kusaidia kweli. Asante sana. Safi kabisa. Huyo ni mmoja kati ya madaktari ambao wanatoa hamasisho kuhusu afya ya akili, wakihakikisha kwamba kila kitu kinakwenda 100% kwenye ubora wake. Alafu angalia finali ndio ina noga tu ya wawili kila upande. Kumbuka baada ya hapa tena mashindano yatafanyika tena inshallah wiki inayokuja mpya. Ni mashindano makubwa yamefanyika hapa Kenya kwa mwaka wa 4 sasa, na hapa tunaona wachezaji wanakuja wengi kutoka mataifa mbalimbali ya dunia, na vile wanakuja hapa wenyeji wakiwa katika ardhi ya nyumbani, wanajitahidi kufanya kweli na kuhakikisha kila kitu kiko katika hali nzuri. Na kuandaa haya mashindano kunatoa nafasi kubwa kwa wachezaji wa nyumbani kushiriki wakiwa wengi, kwa sababu pia unajua ni gharama kusafiri kwenda kule nje wakati unakwenda mashindano mengine ya kimataifa. Nataka
nijiweke kwenye ubora wangu wa kwenda mapumziko, ndo nikirejea nikuwe nimeingia pembeni mahali ambapo pia wanatengezea rackets, ukipenda raketi hizi wanazotumia kucheza hapa. Kwa hiyo pia nitakuwa namtafuta sana kwa karibu kocha ambaye amefanya mambo makubwa sana, Rosemary Owino. Nimemuona kwa mbali kwa akiwa upande wa pili, angalau pia ni biasiri mambo yamekuaje katika wiki nzima hii ambayo mashindano yanatamatika rasmi hii leo kwa hawa wachezaji ambao ni chipukizi hapa katika ardhi ya Parklands Sports Club. Toto Arege, wewe ulikuwa ni mwanasoka? Nilikuwa mwanasoka lakini siwezi mind kwanza kucheza tenisi. Na tunaungana nayo Makori muda usio kwa mrefu, lakini tunaenda mapumzikoni. Usiende mbali. Karibu katika kipindi cha pili, ikiwa ndo unajiunga nasi. Hii ni Mikiki na hivi sasa, kabla ya kuelekea maeneo ya Parklands hapa jijini Nairobi, ambapo mashindano ya chipukizi ya tenisi ya dunia yanaendelea, tutakuwa naingia katika kitengo cha makinda hatari, na hii leo Susan Waweru ameangazia kinda wa Crystal Palace, Brennan Johnson. Tazama. Taarifa hiyo itakuwa inakuja muda usio kwa mrefu, lakini hii leo katika kitengo cha toto na tetesi, Vinicius Junior amefanyiwa ile kitu na mpenzi wake. Vinicius Junior ni nyota wa timu ya Real Madrid inayoshiriki ligi kuu ya Uhispania, La Liga. Tizama. Na taarifa hiyo itakuwa inakuja muda usio kwa mrefu, na hivi sasa tuelekea katika maeneo ya Parklands ambapo Makori amekita kambi. Ni mashindano ya chipukizi ya tenisi ya dunia ambayo yanaandaliwa humu nchini kwa wiki ya pili sasa. Makori, kazi kwako. Yupo vizuri. Yuko ready, tuende kazi. Ndo hayo tu mambo ya kidunia. Nilikuwa najipanga ndio niingie hapa niseme na mtengeza raketi. Naona najipinda kwenye ubora wake kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sambamba. Mwanzo, jina ndugu yangu naitwa nani? Felix Abala. Hapa naona unafanya kazi nzito. Yeah. Inahitaji nini mtu atengeze racket? Inahitaji lazima ukate racket. Ukikata, mimi kazi yangu ni kutengeza tu. Yeah. Sasa kuna mwenye anakata alafu wewe unaunda. Mchezaji akikata. Sasa kama wanacheza pale imekatika ndio unakuja una repair. Yeah. Huu fundi ulitoa wapi? Nilifundishwa na rafiki yangu mmoja ambaye anaitwa Francis Rogoi. Ndio. Yeah. Sasa ukakuwa una matamanio ya kutengeza. Yeah. Hapo ndo nilijifunzia. Sasa pia mimi nikaamua kununua mashini yangu. Pia kwanza kujua kustring na kutengezea watu wengine pia. Kwa hiyo bado unatengeza mpya za kuuza nini? Once tu kikata racket mpya kikuja, zingine zinakuja bila kamba. Alafu mtaniletea na fix pia. Yeah. Umeifanya muda gani? Nimefanya kwa muda zaidi ya miaka 10. Miaka 10 mingi hiyo. Kuna experience kubwa sana hii. Yeah, kabisa. Na haya mashindano yamekuaje wiki nzima? Umekuwa na kazi nyingi? Nimekuwa na kazi mengi because kwa siku nimekuwa nikitengeneza zaidi ya racket 25. Yeah. Yeah, kwa siku. Yeah. Alafu sasa hii mashine pia ulienda skuli ukajifundisha ama ilihitaji tu rafiki yako tu kukusaidia kujua? Rafiki yangu tu, lakini nilijua na mashine yenye ni manual. So hii ni a bit of electric machine. Yeah. Na haya mashindano yakifanyika kila wakati wanakuona hapa. Kabisa.
Ni kazi ambayo mtu anaweza kuitegemea? Ni kazi. Kwa sababu kuna wengine pia wanafanya hii kazi na wanashinda familia zao. Yeah. Kila laheri. Asante sana. Nataka nizunguke hivi, nimeshampata kochi Rosemary na player wake, mchezaji wake mmoja anacheza kule chini. Nataka nione kama Nelly anaweza mpata kwa uzuri kabisa. Tumeingia kwenye jua sasa. Hapo iko sawa Nelly? Ama tuweke makinda angani alafu tushuke chini? Weka makinda alafu nijipange mahali utaona wachezaji wakicheza. Johnson huyo wa Crystal Palace atambe angani. Kasi yake, uwezo wa kupenya mabeki na utulivu mbele ya lango ndivyo vilivyomgeuza Brennan Johnson kutoka kinda wa akademia hadi kwa mmoja wa mawinga hatari wanaotikisa soka ya Uingereza. Brennan Johnson alizaliwa tarehe 23 Mei mwaka 2001 mjini Nottingham nchini England. Ingawa alizaliwa England, alichagua kuitumikia timu ya taifa ya Wales kutokana na asili ya familia yake. Safari yake ya soka ilianza katika akademia ya klabu ya Nottingham Forest baada ya kujiunga nayo akiwa na miaka 8 akitokea Dunkirk. Kipaji chake kilianza kuonekana mapema na mwaka 2019 akiwa na miaka 18 akacheza mechi yake ya kwanza katika kikosi cha wakubwa cha Nottingham Forest dhidi ya West Bromwich Albion. Hata hivyo, ili kupata muda zaidi wa kucheza, Johnson alitolewa kwa mkopo katika klabu ya Lincoln City mwaka 2020. Akiwa Lincoln City, Johnson alianza kuonyesha makali yake ya kweli. Alifunga bao lake la kwanza katika ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Plymouth kabla ya kuandika historia yake ya kwanza kwa kufunga mabao 3, yani hat-trick, dhidi ya Milton Keynes ndani ya dakika 11 pekee. Mabao yake yaliisaidia Lincoln kufika hatua ya finali ya mtoano wa kupanda daraja. Aliporejea Nottingham Forest, jina lake lilianza kushamiri kwa kasi zaidi. Bao lake la kwanza katika klabu hiyo lilikuja dhidi ya Derby County mwaka 2021. Chini ya kocha Steve Cooper, Johnson akawa mchezaji muhimu sana wa Forest, huku akifunga mabao na kutoa pasi za mabao mara kwa mara. Ubora wake ulimfanya kutoa tuzo ya mchezaji bora chipukizi wa mwezi Septemba mwaka 2021 katika ligi ya Championship. Mwaka 2022 akatoa pia tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Aprili katika ligi hiyo baada ya kufunga mabao 4 na kutoa pasi 4 za mabao. Katika msimu huo, Johnson alifunga mabao 19 katika mashindano yote na kuwa mfungaji bora wa Nottingham Forest, huku akiisaidia timu hiyo kurejea katika ligi kuu England. Mwaka 2023, Johnson alijiunga na Tottenham Hotspur ambapo aliendelea kuonyesha uwezo wa kufunga mabao muhimu. Akiwa Spurs, alifanikiwa kushinda taji la ligi ya Europa mwaka 2025 na kuandikisha historia ya kufunga bao la ushindi katika fainali ya mashindano hayo. Baada ya ushindani mkubwa ndani ya kikosi cha Tottenham, Johnson alihamia Crystal Palace mwezi Januari mwaka 2026 kwa ada iliyoweka rekodi mpya ndani ya klabu hiyo. Akiwa Palace, alikabidhiwa jezi nambari 11 na akacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Newcastle United. Katika ngazi ya kimataifa, Johnson aliwahi kuichezea timu za vijana za England kabla ya kuhamia Wales mwaka 2018. Alichezea Wales kwa mara ya kwanza katika timu ya wakubwa mwaka 2020 dhidi ya Marekani. Bao lake la kwanza katika timu ya taifa ya Wales lilikuja mwaka 2022 dhidi ya Ubelgiji katika ligi ya mataifa ya Ulaya. Aidha, alikuwa sehemu ya kikosi cha Wales kilichoshiriki kombe la dunia mwaka 2022 nchini Qatar, ikiwa ni mara ya kwanza kwa taifa hilo kushiriki mashindano hayo tangu mwaka 1958. Johnson anatambulika kwa uwezo wake wa kukimbia kwa kasi, kupenya mabeki na kufunga mabao ya mguso mmoja ndani ya eneo la hatari, jambo ambalo wachambuzi wengi hulitaja kama alama yake ya kipekee uwanjani. Uwezo wake wa kucheza winga ama kiungo mshambuliaji humfanya kuwa silaha muhimu katika safu ya ushambuliaji.
Susan Oweru, makala ya Makinda Hatari. Ndo hayo Makinda Hatari yametoka kurindima angani. Sasa tuingie hapa niseme na kochi Rosemary ambaye amekuwa hapa wiki nzima akifuata kwa karibu sana, na pia na wachezaji ambao pia wametoka kucheza. Coach wangu, karibu kwa Mikiki, tuko live from here Parklands. Tournament imekuwaje wiki nzima? Jitawale, ongea Kizungu. Thank you so much. It's been a good tournament so far. We really appreciate the running of the event. It's been really good. The officials, the tournament organizers, and the club, very importantly. It's a very friendly environment. So it's been very good so far. I'd also say as Kenyan, the Kenyan players have also done pretty well. I mean, we had 2 players in the quarterfinals. One of them then proceeded to the semi-finals. That's Stacey Yego, and she lost in the semi-finals. Jeff Okuku was in the quarterfinals. And then Stacey now is playing the doubles finals today. Yeah, so it's been a good tournament for Kenya as well, as much as far as the players are concerned, but a very good, well-organized event overall. Coach, umuhimu wa tournament ni nini kwa Kenya kuhost mwaka wa 4 sasa tuseme? Yes. Imekuwa muhimu kabisa, imesaidia sana. Umejua kuna ile event inaitwa entry level tournament, ni J30 and it's an entry level international event. So it's been really good for our players, especially the youngsters who are starting to take part in I would say professional events, because this is an international event for them and they get a chance to play in this event. And right now with the new rules, where sio knockout from round ya kwanza, kuna round robin on each quarter. Hii inamaanisha wanacheza at least 3 matches every week, and this is for our players because one of the things they lack is experience in playing matches. So wakicheza event kama hii yenye you are assured hizo siku za kwanza 3 you're playing a match every day, Monday, Tuesday, Wednesday. This is so good for our players. So they are piling up on their experience in playing matches, and this is this is why this event is very good. It's expensive for the organizers, but it's very good for the players, for the country, it's good, I think, in every way. Coach, wewe umekuwa katika tenisi muda mrefu. Tunaweza tukatoa wachezaji wengine kama Okutoi pia Kenya ikakuwa na wengi kama hao? Ni muhimu tukiangalia vitu zenye zimesaidia mchezaji kama Okutoi. Some of the things are events like these. Okutoi has managed to get so much exposure, traveling. It's been a lot of help from the International Tennis Federation over the years. And so we would like the other players to be able to do the same. We do have the potential, but obviously we need to have more events like these. But if possible, to have local ones that are at this level. But that means that we need to have a lot more better level players. And this is, for me, I think this is a great step in the right direction. So this tournament needs to keep coming, and if with the new rules that we have of players playing round robin first round, itasaidia sana. Kwanza wachezaji wetu waki-enter event, every player 13 years and above needs to take advantage of this and enter, because you're guaranteed 3 matches. This is really good. Yeah. Next week? For sure, but next week is a different format. Next week is knockout, but we are looking forward to it. Players who've played this week are playing better, they're feeling more confident, so I guess they're looking forward to better performance next week. Nipe mchezaji mmoja niseme naye wa Kenya. Sawa. Sawa sana. Huyo ni Rosemary Owino, mmoja kati ya makocha ambao wanafanya mambo makubwa katika ulimwengu wa tenisi, na hapa wakiwa katika ardhi ya nyumbani ndo wananoa wengi tu, ndo kesho kutwa tu wapate akina Serena Williams ambao wanafanya mambo makubwa katika ulimwengu mzima. Nataka niseme na player mmoja wa Kenya hapa, angalau aniambie tournament imekuaje. Okay, welcome to Mikiki. Tell us your name and how was the tournament? My name is Ashley Lela Wafula, and this tournament was really good. I got to see how people from other countries play. The tournament was basically in pools, so you get to play more matches and get more experience, and yeah, that's all. Na ulifika wapi? In the singles, I didn't make it past the group round, and in the doubles, I didn't make it past first round. Yeah.
What is your dream generally in tennis? My dream is to win like a tournament or just make a difference basically, yeah. Na player yupi unamwangalia unasema huu ni role model wangu, one day I want to be like her? My role model is Angela because she's Kenyan. Nice. And she's doing really well. And I also like Sabalenka because she's the world #1 and I like how she plays, yeah. All the best. Asante sana. Huyo pia ni mchezaji wa Kenya na amenifurahisha kulikweli yeye kufuata nyayo za Angela Okutoi, mchezaji wa nyumbani. Inaridhisha na inafurahisha kulikweli. Nataka sana nimege pasi ndefu hadi studio Nation Center, Toto Arege pia afanye mambo yake ya toto na tenisi. Lakini mimi kabla uende moja kwa moja kwa Toto Arege, wacha Nelly kuonesha kidogo mahanjama na mikiki ya hapa na pale. Itakuwa raha, alafu Toto Arege achukue ndo afanye naye mawili matatu upande wa pili. Naam, shukran sana Makori, na nilivyosema hapo awali sita mind kwanza kujifunza kucheza tenisi. Shukran Makori, kazi nzuri. Tukutane hapo baadaye ugani Wembley. Na tukirejea hapa studioni katika kitengo cha toto na tetesi leo, nimeangazia nyota wa Real Madrid ya ligi kuu ya Uhispania La Liga, Vinicius Junior, ambaye amefanywa ile kitu jana jioni. Tizama. Nyota wa Real Madrid Vinicius Junior ametengana na mpenzi wake mpya Virginia Fonseca. Kwa mujibu wa mwanahabari wa burudani wa Uhispania Leo Diaz, chanzo halisi cha wawili hao kutengana hakikuwa tu madai kwamba wawili hao hawaelewani tena, bali ni madai kuwa Vinicius aliwaalika kisiri wanamitindo watatu kutoka Brazil kwenda nchini Uhispania. Ripoti zilizofikia meza ya toto na tetesi zinaeleza kuwa tukio lililovunja kabisa uhusiano wao lilitokea katika mgahawa mmoja mjini Madrid. Inadaiwa kuwa Virginia alikuwa kila chakula cha jioni pamoja na Vinicius kabla ya kukutana uso kwa uso na wanamitindo hao ambao mchezaji huyo alikuwa amewaalika nchini humo. Vinicius na Virginia walithibitisha rasmi kuachana kwao kupitia ukurasa wa Instagram Ijumaa, baada ya kuwa kwenye uhusiano kwa muda wa miezi 7 tangu walipoanza kuchumbiana mnamo Oktoba mwaka jana. Katika ujumbe wake wa Instagram, Virginia aliandika akisema, "Nitaendelea kuishi maisha ya kweli bila hofu. Pale jambo halina maana, ni bora kumalizika kwa heshima kuliko kubaki kwenye hali isiyoeleweka. Ninamtakia Vinicius furaha na mafanikio tele, na yote hayo kwa upendo mkubwa. Naomba kila mtu aheshimu uamuzi huu na tukio hili liwe ukurasa uliofungwa katika maisha ya kila mmoja wetu, kama ambavyo nitakuwa katika maisha yangu pia." Mwisho wa nukuu. Wawili hao walitangaza rasmi mahusiano yao ya kimapenzi walipokuwa Monaco, huku Virginia akionekana mara kwa mara kwenye picha za Real Madrid katika dimba la Santiago Bernabeu. Kuachana kwao kunajiri wakati mgumu kwa Vinicius ambaye amekuwa na msimu wa kusuasua huku Madrid ikikosa kutoa taji lolote msimu huu. Aidha, uvumi mwingine umeenea kwenye mitandao ya kijamii ukidai kuwa Virginia huenda alimsaliti Vinicius na kocha wake wa mazoezi ya viungo. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi na upande wowote. Lakini mashabiki nao wanasemaje? Huko Madrid ikipitia msimu mgumu, kiwango cha Vinicius pia kilishuka kwa kiasi kikubwa. Baada ya habari hizo kusambaa mtandaoni, mashabiki wamekuwa na maoni tofauti, huku baadhi wakidai sasa mchezaji huyo ana nafasi ya kurejea kwenye kiwango chake. Baada ya habari hizo kusambaa mtandaoni, mashabiki wamekuwa na maoni tofauti, huku baadhi wakidai sasa mchezaji huyo ana nafasi ya kurejea kwenye kiwango chake bora na kushinda Ballon d'Or. Lakini je, huu ndio mwanzo mpya kwa Vinicius ndani na nje ya uwanja? Letu jicho. Toto na tetesi. Mikiki NTV. Bwana, mapenzi yana wenyewe, na mashabiki wanasema kwamba baada ya Vinicius kuachana na mpenzi wake
atakuwa anarejea katika ubora wake. Na kumbuka kwamba Real Madrid hawajashinda ligi ya Uhispania. Barcelona walichukua ubingwa wikendi iliyopita na Real Madrid pia walibanduliwa nje ya Champions League. Inamaanisha kwamba msimu huu wanatoka bure baada ya pia kubanduliwa nje ya mashindano ya Copa del Rey katika michuano hiyo ya Uhispania. Tunaingia katika kitengo cha magazeti. Na magazetini hii leo takuwa nayachambua mwenyewe, Makoria hayuko. Kuna ule ukurasa ambao naupenda zaidi, lakini tutakuwa tutaifikia muda usio kwa mrefu. Katika ukurasa wa 13 hapo juu pembeni upande wa kushoto, mjukuu wa Kuku Danger asema ya babu yake kuwa wanawake 134. Hao ni wengi sana. Kwa hivyo huu ni ukurasa wa 13 Mwanaspoti ndani ya gazeti la Taifa Leo. Na kule upande mwingine pembeni ni ya Trossard na mkewe Laura yamefika ukingoni. Yaani huyu anaachwa na mpenzi wake wakati wanafukuzia taji la ligi kuu ya Uingereza. Maajabu. Hapo katikati ni taarifa kubwa ambayo nilikuwa nimeisema hapo awali, wikendi ya kukatwa na shoka EPL. Hii ni timu ya West Ham United na timu ya Tottenham Hotspur ambao wanajaribu kupambana kutoshuka daraja. Shoka linawaandama kweli kweli, lakini tutasubiri kuona wikendi itakuwaje. Wikendi ijayo Tottenham watakuwa na mechi ya mwisho ya ligi, West Ham watakuwa wanapambana hapo kesho. Na kule chini ni Leandro Trossard, Kismat cha Gunners kuruka kamba ya West Ham. Ukurasa wa 19 tutakuwa tunaangalia hapo baadaye. Hawa ni the Gunners ambao hapo kesho watakuwa na siku ya Jumatatu watakuwa na mechi dhidi ya Burnley katika uwanja wa Emirates wakifukuzia taji la ligi kuu. Kiingia kwenye gazeti hilo la Mwanaspoti, ukurasa wa 14, taarifa ya kwanza hapo ni mechi kati ya AFC Leopards na Kakamega Homeboys, ikiwa ni msimu wa mwaka 2025-26 ambao unaelekea kutamatika. Odhiambo aonya Ingwe wasitarajie mteremko, hakuna alama za Mumias. Hii ni debi ya Ingo. Kwa hivyo hiyo ni mechi ya ligi kuu ya shirikisho la soka nchini FKF. Upande ule mwingine, ukosefu wa visa wakatiza ndoto ya star wa mita 400 Okech kuna gesha Diamond League leo. Kwa hivyo mashindano ya Diamond League yanaendelea hivi sasa jijini Shanghai nchini China, na Omanyala pamoja na wanariadha wengine watakuwa wanawakilisha taifa katika mashindano hayo. Hapo jana kulikuwa na taarifa kwamba alikuwa amenyimwa visa ya kuelekea nchini China kuwakilisha taifa katika mashindano hayo, na ni swala ambalo nadhani AK Athletics Kenya watakuwa wanaliangalia kwa kina zaidi waweze kuelewa kwa nini mwanariadha huyo alinyimwa visa ya kwenda kuwakilisha Kenya katika mashindano hayo. Upande ule mwingine ni raga, Kenya Lionesses kukosa nyota ukulu dimba la Afrika jijini Nairobi wikendi ijayo. Mashindano ya raga ya wachezaji 15 kila upande yatakuwa yanaandaliwa hapa jijini Nairobi, na Kenya itakuwa inawakilishwa na Kenya Lionesses. Kwa hivyo huo ni ukurasa wa 14, na ukurasa wa 15 ni sogora wa wiki ambaye ni Rehana. Ni mchezaji ambaye ameangaziwa na Wycliffe Nyaberi kutoka kaunti ya Kisii kama sijakosea. Rehana atamani kufuata nyayo za star Madina Okoth anaye akiwasha NBA. Huyo ni Mkenya ambaye aliandikisha historia kwa kuwa Mkenya wa kwanza kucheza katika ligi ya NBA Marekani. Kwa hivyo taarifa hiyo imeweza kuandaliwa na Nyaberi. Tukienda chini kidogo tuweze kuona sura yake. Taarifa hiyo imeandaliwa na Wycliffe Nyaberi. Asante. Na katika taarifa nyingine ambayo imeandaliwa na Jeff Kirui, huyo Iano mwenye miaka 10 anaonyesha kipaji bomba licha ya changamoto. Wa pembeni upande wa kulia katika ukurasa wa 15, taarifa hiyo imeandaliwa na Nyaberi. Na kule chini Kalume Kazungu kutoka maeneo ya Pwani anasema kwamba Nyundo FC ni moto balaa hapa Lamu. Kwa hivyo hiyo ni timu ya Nyundo FC kutoka maeneo ya Lamu ambao wanaendelea pia wanaendelea kujinoa. Na ukurasa mwingine, ule ukurasa ambao unapendwa sana na Yoshua Makori, ingawa anaambiwa kwamba muda hauturuhusu, katika ukurasa wa 16 vituko vya mastaa, ndoa ya Trossard na Laura yafika ukingoni. Huyo ni mchezaji wa Arsenal ambaye sasa ajaribu sana asije akakosa ndoa alafu pia akose ubingwa wa ligi kuu akiwa na Arsenal. Na katika taarifa nyingine hapo pembeni upande ule wa kulia ni Araga aliyekuwa nahodha wa timu ya Georgia ala marufuku ya miaka 11.
ni baada ya kupatikana akitumia dawa za kusisimua misuli. Aha, naambiwa muda hauturuhusu, lakini kule nyuma naambiwa nifunike, nimefunika. Haya, kombe la FA ugani Wembley, Manchester City dhidi ya World Champions Chelsea, ikiwa ni finali ya kombe la FA. Lakini hapo naona mshindi ni mmoja na ni Manchester City. Atachukua ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza, alafu pia achukue kombe la FA baada ya kuchukua kombe la Carabao. Katika gazeti la Saturday Nation ukurasa ni wa 29. Taarifa ambayo imepewa kipaumbele hapo ni Loti Shines in Accra Games. Kuna mashindano ya Accra Games ambayo yalikuwa yanaendelea na Kenya iliweza kuwakilishwa na wanariadha kadhaa. Taarifa hiyo imeandaliwa na Ayumba Ayodi. Kwa hivyo naambiwa muda umeyoma, muda uturuhusu, lakini pia taarifa hizi kwa kina zaidi zipo kwenye nation.africa. Ukitembelea tovuti hiyo utakuwa unazipata kwa kina zaidi. Turejea kwa Makori atuibie siri alafu tufunge kazi. Makori, ikiwa unanipata, tuibie siri alafu tufunge kazi, tunataka kuelekea Wembley. Itakuwa raha zaidi Toto Warege, kwa sababu ukiangalia ni wiki ambayo Jumamosi ambayo tunaweza tukathibitisha ndani ya mikike kwamba Michael Carrick atakuwa kocha wa kudumu ndani ya Manchester United. Huo ni ukweli usiopingika. Alafu fununu tu, na huenda ikawa ni fununu ya kuaminika, Jose Mourinho anarejea tena kuinoa Real Madrid, mabingwa mara 15 wa ligi ya mabingwa Ulaya. Hizo ni taarifa ambazo ukweli wake unazipata ndani ya mikiki. Siku nyingine ukiona kwingine wameshaweka basi tumesema, alafu wakachukua ndio wakaweka na ndio raha. Sasa katika maisha na kuibia siri kwamba kama katu uwezi na huna uwezo wa kumsaidia mtu, mwambie no, I can't. Mwambie hapana, sitoweza kukusaidia, kuliko umwambie wacha nione, wacha niangalie. Yule mtu unamfunga asitafute msaada kwa mtu mwingine, kwa sababu ameshakuaminia wacha nione, labda utamsaidia. Lakini kipindi umemwambia no, I can't help you, yule mtu anaenda kutafuta msaada kwingine, anaondoa ile imani kwako. Ndo raha. Usiwe mwoga kusema no wakati unaona kiukweli ni no, ni hapana na haiwezekani. Toto Warege ndo siri ya siku ya leo. Mimi na wewe tena kutiana kwenye mboni, itakuwa ni mida saa 1 jioni, wakati wangu wa kudunda dunda. Itakuwa raha kweli kweli Toto. Makori, asante sana. Nasema kwamba no it can't. Namshukuru sana kwa kuweza kuwa nasi tangu mwanzo hadi tumefika tamati. Itakuwa mchoyo wa haki ikiwa sitoweza washukuru wote walioweza kufanikisha kipindi hiki. Jina langu ni Toto Arege. Mchana mwema.